Kwa hiyo eneo ni eneo la kwangu, lakini nimekatia leseni. Tulikuwa tunatumia butu kuchimbia hii mawe. Sisi tunaita mawe, Kisonje inaitwa mawe, sijui Kiswahili madini. Baadaye tukaanza kuchimba. Tulikuwa na sururu, majembe, vibuyu. Tukaona hii kazi ni ngumu. Tulipoona ni ngumu, nikamwendea kaka yangu mkubwa, nikamwambia hii kazi sasa tunafanyaje? Mbona hii kazi ni ngumu? Tutafuteni mwekezaji. Na vile tunasikia taarifa kwamba Mheshimiwa Rais ametoa wawekezaji wengi, Tanzania sasa hivi ni uhuru. Ndio sasa tukafanya utaratibu, tukakatia leseni. Paka sasa hivi hapa nimeshakatia leseni na mwenzangu Mangi pale akaniongoza, tukaenda halmashauri tukapewa leseni. Kwa hiyo sasa tunaomba mwekezaji atusaidie, hii ni mali, ili tuondokane na shida. Tesha nimesikia habari zake tangu mwaka jana. Akamtuma kaka yake, akaja tukaja kuangalia hii mali, akasema ni nzuri. Sasa sisi tukasubiri, kwa sababu nasikia Waswahili wanasema mwenda pole hajikwai. Leo hii amekuja mwenyewe. Sasa naomba atusaidie kwa hii mali ili tuondokane na shida. Jina naitwa Stefania William. Mimi ni mkasi wa Eyasi. Eneo la kwetu. Tulikuwa wakati tunachunga, tunaenda tunasafiri, tukakuta jiwe, tukaliangalia. Ndio maana tukalipeleka, mbona kama lifanana madini. Basi mimi na mdogo wangu tukashirikiana, tunatumia sana butu kama shururu, hiyo kibuyu, tukakuta haina haja. Tukasema tutafute wawekezaji ili waje tutengeneze barabara na madini tuyachimbwe, ili tupate hela, ili tuuze madini hayo tupate hela, tuweze kuwasomesha watoto au kufanya maendeleo mengine. Nafurahi sana kufika mwekezaji mwenyewe. Tunamwaka tukimsubiri Tesha, na tunaambiwa kabisa ni maarufu wa kuchimba mawe, na akishafika sehemu anafanya kazi, na ni mtu mwaminifu, anafanya kazi kwenye migodi mingi. Tulikuwa tunakalia na tunapita, lakini juzi tu baada ya miaka miwili tukaangalia, tukakuta ni mali, ndio tukayasafei, tukaita wataalamu, wakawa na tudanganya. Leo hii kuna mwekezaji au mtaalamu wa mawe amekuja, amefika hapa kwenye eneo, anaitwa Tesha, na ndio anachimba madini wilaya hii ya Ngorongoro au wilaya zingine. Tunamwamini, tunamjua, na amekuja kusafiri madini, na tutatarajia juzi kati tutaendelea na kazi. Nimefika eneo hili, ambao eneo hili lipo kitongoji cha Eyasi, kijiji cha Eyasi Mdito, wilaya ya Ngorongoro, mkoani Arusha. Hivyo ili eneo baada ya kulichunguza na kulifanyia taratibu za awali, nimeona ni eneo linalofaa mimi kuwekeza, hasa katika uchimbaji huu wa madini ya vito. Madini yaliyopatikana hapa ni madini aina ya Green Aventurine Quartz. Madini haya nitafanya uchimbaji wenye tija katika eneo hili baada ya kuhakikisha kwamba imepatikana leseni ndogo ya uchimbaji, yaani PML, na taratibu nyingine za kisheria kufuata. Hebu tuambie kwa namna gani sasa wakazi wanaozunguka mgodi huu wataenda kunufaika na mradi huu ambao unaenda kuufanya sasa? Kwanza kabisa wakazi wa eneo hili la Eyasi Mdito watakwenda kunufaika na uchimbaji huu ninaofanya hapa kama maeneo mengine walivyonufaika. Kwa pamoja tunapokaa na serikali ya kijiji na wananchi kwa ujumla, tunajadili vipaumbele vyao wanavyotaka tuvifanye. Basi tutajadili kwa pamoja na kujadiliana na kuona kwamba ni kipi tunaweza tukarudisha. Naweza nikarudisha mchango kwenye jamii baada ya zoezi hili la uchimbaji likiendelea. Na zaidi napenda sana nikae na wananchi na jamii ya hapa, kuwepo na ushirikiano wa kutosha katika ufanyaji kazi wa eneo hili, na hatimaye kuwepo na manufaa
ya mimi kuwekeza hapa, waone kuna mabadiliko, waone zile changamoto zao ambazo walizokuwa wanapitia basi zinakuwa na utatuzi. Lakini pia kuna manufaa makubwa kwa kuwa nitawatumia wananchi wa hapa vijana kwa ajili ya kufanya shughuli hizi. Kwa hiyo kuna ajira katika eneo hili.